Baada ya kumaliza kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalau, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Kanini Kega anadai alinusurika shambulio la watu wenye silaha. Polisi wameanza uchunguzi, lakini tukio hilo limezua hofu kubwa. Je, Kenya inaingia kwenye siasa za vitisho? Na kwa nini uchaguzi mdogo wa Olkalau umefutia macho ya taifa? Leo tunachambua kwa kina. Karibu tena kwenye Mr. Zack. Asante kwa kuendelea kuunga mkono channel hii. Kama wewe ni mgeni, karibu sana. Bonyeza subscribe, washa kengele ya arifa, upe video hii like na usisahau kushiriki maoni yako mwishoni. Leo tunaangazia tukio ambalo limezua mjadala mkubwa nchini. Mbunge wa EAR Kanini Kega amesema alinusurika shambulio baada ya kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalau. Tukio hili limeibua maswali mengi kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa, usalama wa wananchi na kuongezeka kwa makundi yanayoitwa goons katika mikutano ya kisiasa. Je, haya ni matukio ya kawaida ya kisiasa au ni ishara kwamba hali ya kisiasa nchini imeanza kuwa ya kutisha unapokaribia uchaguzi wa mwaka 2027? Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Kanini Kega, tukio hilo lilitokea baada ya kumaliza kampeni za mgombea wa chama cha DCP katika eneo la Olkalau. Kega anasema alipokuwa akiondoka, magari yaliyokuwa na watu wenye silaha yalianza kumfuatilia. Anadai yeye na dereva wake walilazimika kukimbia na kujificha katika nyumba ya mkazi ili kuokoa maisha yao. Pia amesema gari lake liliharibiwa wakati wa tukio hilo. Baada ya madai hayo, polisi walithibitisha kuwa wamefungua uchunguzi ili kubaini kilichotokea na kuwabaini waliohusika. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya uchunguzi uliotolewa. Hivyo ni muhimu kutambua kwamba mazingira kamili ya tukio bado hayajachunguzwa. Hii ndiyo sababu ni muhimu kutenganisha madai yaliyotolewa na matokeo ya uchunguzi katika taifa linalofuata utawala wa sheria. Ukweli wa mwisho kutolewa kupitia ushahidi na uchunguzi, si kupitia hisia za mitandao ya kijamii. Lakini tukio hili halijatokea peke yake. Katika miezi ya karibuni, Wakenya wamekuwa wakishuhudia matukio kadhaa ambapo mikutano ya kisiasa imefurugwa na makundi ya vijana wanaoitwa goons. Tumeona viongozi wakilaumiana kwamba wapinzani wao wanatumia makundi hayo kuharibu mikutano, kutisha wananchi na kusababisha furugu. Miongoni mwa matukio yaliyofuta hisia za umma ni lile la Nyahururu, ambapo msafara wa viongozi wa Linda Mwananchi ulifahamiwa na watu waliodaiwa kuwa na silaha. Katika tukio hilo, dereva wa gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alipigwa risasi na kujeruhiwa vibaya. Pia kulikuwa na furugu katika eneo la Kisumu nje ya St. Stephen ACK Cathedral wakati wa harambee iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kisiasa. Makundi ya vijana yalipambana na kusababisha vifo vya watu wawili pamoja na majeruhi. Katika Kimilili Bungoma pia kuliripotiwa kurushiwa mawe kwa msafara wa baadhi ya viongozi wa upinzani wakati wa shughuli za kisiasa. Matukio kama haya yanaonyesha kuwa changamoto ya furugu za kisiasa si eneo moja pekee. Imeripotiwa katika maeneo tofauti na imehusisha viongozi kutoka pande mbalimbali za kisiasa. Ndio maana Wakenya wengi wanaanza kuuliza, je, siasa za Kenya zimeanza kutawaliwa na hofu badala ya hoja? Kwa nini Olkalau imepata umaarufu mkubwa? Kwa kawaida uchaguzi mdogo wa eneo moja usingepata uangalizi mkubwa wa taifa, lakini safari hii mambo ni tofauti. Olkalau imekuwa uwanja wa kupimiana nguvu kati ya viongozi wa serikali na viongozi wa upinzani. Karibu kila upande wa kisiasa umetuma viongozi wake kufanya kampeni. Kwa hiyo wengi wanautazama uchaguzi huu kama kipimo cha hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Iwapo upande mmoja utapata ushindi mkubwa, unaweza kutumia ushindi huo kama uthibitisho kwamba bado unaungwa mkono na wananchi. Ndio maana kila kura inaonekana kuwa muhimu sana.
chanzo cha goons ni nini kweli? Wachambuzi mbalimbali wamekuwa wakisema kuwa kuna sababu kadhaa zinazochangia tatizo hili. Moja ni ukosefu wa ajira kwa vijana. Vijana wengi hukubali kutumiwa kwa sababu ya fedha kidogo wanazopewa ili kuhudhuria mikutano au kusababisha furugu. Sababu nyingine ni ushindani mkali wa kisiasa. Kadri uchaguzi unavyokaribia, baadhi ya wanasiasa hujaribu kuonesha nguvu zao kwa idadi ya watu wanaowafuata au kufuruga mikutano ya wapinzani wao. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba wanaoumia mara nyingi si viongozi, bali wananchi wa kawaida, wafanyabiashara na vijana wenyewe. Je, tunajifunza kutokana na historia? Kenya imewahi kupitia vipindi vigumu vya furugu za kisiasa. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, nchi ilishuhudia machafuko yaliyosababisha vifo, majeraha na maelfu ya watu kuhama makazi yao. Wakenya wengi hawataki kuona historia hiyo ikijirudia. Ndio maana kila tukio la furugu za kisiasa inapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Vyombo vya usalama vina jukumu la kuhakikisha sheria inatekelezwa bila upendeleo, huku viongozi wa kisiasa wakihimizwa kuwashauri wafuasi wao kuheshimu sheria na amani. Je, Kanini Kega alifahamiwa kweli? Hilo ndilo swali ambalo wengi wanauliza. Kwa sasa jibu la mwisho bado halijatolewa. Kilichopo ni madai ya Kanini Kega pamoja na uamuzi wa polisi kuanza uchunguzi. Ni muhimu kusubiri matokeo rasmi badala ya kusikilia hitimisho mapema. Iwapo uchunguzi utathibitisha madai hayo, basi hatua kali zitapaswa kuchukuliwa dhidi ya waliohusika, na iwapo kutakuwa na ushahidi unaonesha mazingira tofauti, basi nao utapaswa kuwekwa wazi kwa umma. Hivyo ndivyo haki inavyopaswa kufanya kazi. Mwisho kabisa, Olkalau inaweza kuwa uchaguzi mdogo, lakini ujumbe wake unaweza kuwa mkubwa kwa siasa za Kenya. Matukio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa Wakenya wanahitaji siasa za hoja, si siasa za vitisho. Hakuna mwanasiasa anayepaswa kushambuliwa kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa, na hakuna mwananchi anayepaswa kuishi na hofu kwa sababu ya uchaguzi. Tunapoelekea mwaka 2027, macho ya Wakenya yatakuwa kwa vyombo vya usalama, tume ya uchaguzi na viongozi wa kisiasa kuona kama wanatanguliza amani kuliko ushindani wa nguvu. Wewe unaonaje? Je, tukio la Kanini Kega linaonyesha hali halisi ya siasa za Kenya leo? Je, goons wamekuwa tishio kwa demokrasia yetu? Na ni nini kifanyike kukomesha hali hii? Tuandikie maoni yako kwenye sehemu ya comments. Kama umefurahia uchambuzi huu, usisahau kulike video hii, kushare na kusubscribe kwenye Mr. Zack. Mimi ni Nyambunde Zack. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye makala ijayo. Kwaheri.